hatua za uvuvio wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Naanza kwa kusema kwamba kuvuviwa Roho Mtakatifu au kujaza Roho Mtakatifu sio swala la kuishia katika kunena kwa lugha na kuomba maombi ya machozi kanisani peke yake. Haiishii hapo. Swala la kuvuviwa Roho Mtakatifu ni swala zima linalohusianisha kuletwa kwa uhai mpya wa kiroho katika maisha. Kuletwa kwa uhai mpya wa kiroho katika maisha. Unapata uhai mpya. Unapokea pumzi hii, unapokea uhai mpya. Unapokea mawazo mpya. Unapokea hamasa mpya. Watu wengi wanaishia kulia tu na kuomba kanisani na kunena kwa lugha, wanafikiri hapo Roho Mtakatifu ndio ametenda kazi. Hiyo ni ishara, hizo ni matokeo. Lakini kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kitokee ni kuleta uhai mpya. Kuleta uhai mpya. Kuzaliwa kwa mara nyingine katika maisha yako. Maana unajua hili tendo ambalo lilifanyika hapa baada ya Yesu kuingia akawaambia amani iwe kwenu. Alafu akawapa maagizo na akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Hilo ndio tendo ambalo liliwafanya wanafunzi wa Yesu wapokee wokovu kwa mara ya kwanza. Sio wakati alipokuwa anaishi nao. Wakati alipokuwa anaishi nao Yesu, hawa wanafunzi walikuwa wanapokea mafundisho ya Yesu Kristo. Mafundisho ya Yesu Kristo. Kama vile watu walivyokuwa wanapokea Agano la Kale. Sheria za Musa. Wale walikuwa wanaishi kama sheria. Walikuwa wanaishi kama kwa kulazimishwa. Ndio maana walikuwa wanakosea. Mara Yesu amwambie Petro, rudi nyuma shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Huyu mtu alikuwa hayuko hai. Ndio maana nafika mahali anamkana na mwambia mimi simjui huyu mtu, usinifananishe, simtaki, simjui. Sababu Petro alikuwa bado hajawa hai. Hajapokea uhai mpya. Kwa hata mtu ambaye amekaa tu kwenye mafundisho ya Biblia, mafundisho ya theology, lakini hajapata hii pumzi, hiyo bado. Na sababu kubwa ya wanafunzi wa Yesu kuto kupokea Roho Mtakatifu kabla Yesu hajafufuka ilikuwa ni moja tu. Kwa sababu kama ni kumkubali Yesu na kumfuata, walimfuata, waliacha vyote, waliacha kazi zao, waliacha biashara zao, waliambatana na Yesu, walikula naye, waliishi naye, walilala naye, walienda naye mlimani kupanda. Kwa hiyo walikuwa na qualify kupokea Roho Mtakatifu. Lakini walikuwa hawajapokea kwa sababu ile gharama ya dhambi, ya hukumu ya dhambi ilikuwa bado haijalipiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio, unaelewana? Yesu alikuwa hajaenda msalabani. Yesu alikuwa hajafuta ile hati ya mashtaka. Wao walikuwa hawaqualify. Wao wakaendelea kuwa mwilini. Wakaendelea kuwa na maisha ya kawaida kama watu wa dini. Lakini Yesu alipopanda msalabani akalipa gharama. Akalipa kwa damu yake.
akachuruzika damu yake, damu na maji vikamtoka alipochomwa ule mkuki wa ubavuni, akalipa gharama ambayo wanafunzi walikuwa wanadaiwa. Alipofufuka akasema, now you are qualified